Yes bwana, inakuaje? Mambo ni gani? Mambo ni vipi? Karibu sana kwa wewe ambaye kwanza unaitazama channel ya PM Online. Kubwa zaidi ni kuambia tu kwamba usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa hiyo alama kengele na uwe mshikaji wangu kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Moja kati ya taarifa kubwa na taarifa ambayo imeweza kuzunguka kinoma noma ni taarifa ambayo inahusisha klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya watu ambao wamekuwa wakirusha 1-2 kwenye kuhakikisha timu yao imekuwa haina utulivu. Sasa moja kati ya taarifa ambayo imeweza kusambaa hii leo ni taarifa ambayo inahusisha timu ya Simba pamoja na uongozi wake. Taarifa ambayo imeweza kutolewa na Nasibu Mkomwa inadai kwamba uongozi wa Simba kwa sasa hivi haujalipa mishahara kwa upande wa wachezaji pamoja na benchi lao la ufundi. Taarifa ambayo imezunguka kweli kweli na nimekuja kuona baadaye pia ikitolewa ufafanuzi, na nitakufahamisha ni ufafanuzi gani ambao umeweza kutolewa na uongozi wenyewe wa Simba baada ya kuweza kuona hili linazunguka kweli kweli. Unajua taarifa ambazo zimekuwa zikizunguka mtandaoni ndo zile ambazo zimekuwa zikiwa sio nzuri kihivyo kwa upande wa vilabu hivi vikubwa vya Simba pamoja na Yanga. Sasa taarifa ambayo Nasibu Mkomo ambayo ameweza kuiposti ameandika hivi: uongozi wa Simba hadi sasa bado haujalipa mshahara kwa wachezaji, benchi la ufundi na watendaji wao. Viongozi wa Simba Sports Club kupitia kwa mtendaji wake mkuu wanaangalia vyanzo mbalimbali vya klabu ili walipe mshahara kabla ligi haijarejea. Hilo taarifa ambayo imeweza kutolewa hivyo na Nasibu Mkomwa. Baada ya kuweza kutoa, nimeona Patrick Rweyemamu ambaye ni meneja wa klabu ya Simba akija akaweka emoji za kucheka kisha kadondosha na emoji za kwenda kuona kama ameweka kwenye kadasti bin hivi kuonyesha kwamba kuna namna yeye mwenyewe anacheka kile ambacho kimeweza kuandikwa. Lakini pia nimeona mwingine amekuja kuandika wewe ushalipwa, mwingine akaja kuandika mbona bado ndio kwanza tarehe 6, ina maana kwenye hizo ofisi zetu mshahara haujawahi kuchelewa. Ni baadhi ya maswali ambayo watu wengi wamekuja kuuliza hapo. Sasa haijapita muda mrefu nikaona pia hata semaji wa klabu ya Simba naye pia akaja kutoa ufafanuzi wa kile ambacho kimeweza kuelezwa na Nasibu Mkomwa. Ahmed Ali akaja kaandika hivi: tufanye kweli, Simba hatujalipwa mshahara. Leo ni Jumapili ya tarehe 6, jana Jumamosi tarehe 5. Twice siku 2 za weekend, zinabaki siku 4 za kazi. Mshahara kuchelewa siku 4 ni habari serious. Mwandishi aliyesoma hii kwake inaweza kuwa habari, tena breaking news. Turudi kwenye taaluma yenyewe sasa. Ili iwe habari lazima kuna component iwepo ambayo ni unusual, isiyokuwa ya kawaida. Sasa mshahara kuchelewa siku 4 ni jambo lisiokuwa la kawaida kwenye taasisi, lakini pia ili iwe habari lazima iwe na component nyingine ya madhara, yani impact. Yani kwa mishahara kuchelewa kwa siku 4 kuna madhara gani yametokea? Wachezaji wamegoma au watendaji wamekufa njaa? Mheshimiwa Rais mstaafu Jakaya Kikwete aliwahi kusema za kuambiwa changanya na zako. Wakati wenzetu tunachukua degree ya journalism, nyie mmekomaa na certificate ulio apply kwa living certificate. In conclusion, akamaliza Ahmed akaandika, mwandishi anajua hii sio habari, lakini ametoa makusudi kuonyesha kasoro ya uongozi wa Simba na hatimaye awafurahishe wanaomtuma, kuonyesha kwamba kuna mtu ambaye ameweza kumtuma Nasibu Mkomwa kuweza kuandika taarifa hii. Lakini kumbuka pia habari ili iweze kukamilika lazima pia ibalance. Nadhani semaji hilo ameweza kulisahau kidogo. Lazima iliweze kupata udhibitisho wa kile ambacho unakiandika, basi lazima uweze kuuliza upande wa pili na ujue ni kitu gani hasa wanakizungumza baada ya kuweza kuona umepata kutoka kwenye chanzo kimoja cha kuaminika. Habari iliweze kukamilika lazima balance, lazima upande mmoja na upande mwingine pia uweze kudhibitisha zile tuhuma au taarifa ambazo uko nazo. Kama umeweza kuambiwa kwamba Simba hawajalipwa, lazima pia kama mwanahabari uweze kufuata chanzo cha pili ambacho ndicho kinachohusishwa na taarifa hiyo na kuweza kudhibitisha kile ambacho wameza kile ambacho kinajadiliwa kwa sana. So ndio hivyo, Ahmed Ali ameweza kuandika hivyo kuonyesha kwamba kuna kitu ambacho kipo. Ukisoma andiko lake vizuri unatambua tu kwamba
Ndio, hata kama wamecheleweshewa mishahara, basi sio jambo ambalo linapaswa kuweza kujadiliwa, kwa kuwa bado halijawa na impact yoyote negative ya kuweza kuonyesha kwamba kuna jambo limeweza kukosekana. Japo pia kuwahi sio kosa, lakini pia kuandika habari pasina kubalance ni kosa. So kuna baadhi ya vitu ambavyo pia vinapaswa viweze kuzingatiwa ili kuweza kukamilisha hiyo taarifa ambayo imeweza kutolewa. Kumbuka kwamba Simba pamoja na vilabu vingine vya soka tayari vimekwisha kucheza michezo 25. Imesalia michezo mitano kuweza kumaliza ligi, na ukitazama kwa upande wa upinzani au kwa upande wa alama ambazo wanapishana nazo, mtu wa kwanza pale kileleni ambaye ni Club Dar es Salaam Africans tayari ana alama zake ambazo zimeweza kumzidi Simba kwa pointi 2. So kila mmoja kwa sasa hivi anafanya maandalizi ya kipekee kwenye kuhakikisha pia anaendelea kutengeneza mazingira mazuri ya kuendelea kusalia kwenye nafasi nzuri, lakini pia kuja kumaliza mechi ambazo zimesalia kwa ushindi ili aweze kumhesabia mwenzake kama kuna kudondosha alama ama la. So Simba sasa hivi wanasubiri kuja kukamilisha vimeo vyao vitano, wakati wa wananchi pia wakisubiri kuja kumaliza vimeo vyao vitano ambavyo vimeweza kusalia katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Kumbuka msimu huu ndio msimu ambao tumeweza kushuhudia ligi ikiwa na ushindani kweli kweli. Timu za Simba na Yanga zimeweza kukutana na changamoto ambazo sio kila mmoja alitegemea kama ushindani huu utaweza kutokea. Tumeweza kuona Yanga kiweza kupata sare 5 na kupoteza mchezo mmoja dhidi ya Dodoma. Lakini pia tumeshuhudia Simba naye pia kiweza kukota sare zake kadhaa, lakini pia kuweza kupoteza mchezo mmoja dhidi ya Azam. Lakini pia Azam pia wao kuweza kupoteza mchezo mmoja dhidi ya TRA pasina kuweza kupoteza mchezo mwingine wote, ikiwa ndio timu pekee ambayo imeweza kupata sare nyingi zaidi katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. So ni msimu fulani hivi ambao umekuwa na mambo mengi, lakini pia ni msimu ambao umekuwa na burudani ya aina yake kwa vilabu hivi vikubwa vya soka, lakini pia vilabu vya daraja la kati ambavyo pia vimeweza kuonyesha challenge kwenye zile timu kubwa na kuweza kuonyesha kwamba hata sisi pia tuna vitu na tunaweza kuweza kuzichallenge timu hizi. Sare zikiwa zinatokea, watu hawakutegemea kabisa kuweza kuona Yanga ikipata sare dhidi ya Mbeya City, Yanga kija kupata sare dhidi ya Mtibwa, ikipata sare dhidi ya TRA, lakini pia kija kupoteza dhidi ya Dodoma Jiji, timu ambayo yani hakuna mtu ambaye aliamini kama Yanga itakuja kumaliza mchezo na kupoteza, kwa kuwa pia ilionyesha performance noma. Tumeshuhudia Alan Okello akicheza vizuri sana katika mchezo ule, lakini ndio hivyo, baadaye watu wakajisahau. Bakari Nondo Mwamnyeto akachambisha mawili, Diara akasusia mchezo, na hatimaye Masalanga akaja kutunguliwa chuma kingine na kuhakikisha wananchi wanaenda kichwa chini miguu chini na kusina kuamini kile ambacho kilitokea. Baadaye usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa alama kengele na umshike jungo kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Mimi ni It's PM Short.